Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wote wanaohusika katika juhudi za kumaliza vita vya Gaza kufanya haraka iwezekanavyo, huku wapatanishi wakipanga kukutana nchini Misri hii leo kwa mazungumzo ya amani yasiyo moja kwa moja kati ya Hamas na Israel. Mazungumzo hayo yanakuja baada ya Hamas kukubaliana na baadhi ya masharti ya mpango wa amani wa Marekani, ikiwa ni pamoja na kuachia huru mateka na kukabidhi utawala wa Gaza kwa Palestina. Majibu ya kundi hilo bado hayakutaja matakwa muhimu ya kupokonywa silaha na kutokuwa na jukumu lolote baadaye katika utawala wa Gaza. Katika gumzo asubuhi hii nimezungumza na Dr. Harun Hassan. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kutoka Kenya, na kutoka Tanzania ni mchambuzi wa siasa Mohamed Issa, anayeanza kwa kuelezea iwapo mpango huu utafanikiwa. Kwa kweli ni asilimia ndogo sana ya kutegemea kwamba kutafanikiwa, kwa sababu mpango wenyewe una viashiria tosha vya kutokufanikiwa. Masharti yaliyowekwa kwamba Hamas waweke silaha zao chini, Hamas wasijihusishe kwa namna yoyote ile na masuala ya utawala wa Gaza au hata utawala wa Palestina kwa ujumla. Mimi kwa upande wangu, ukishatoa masharti kama haya mawili haya, basi ni wazi umewaambia Hamas wakatae, na ili wakikataa, Netanyahu kama alivyosema ataendelea anachokifanya Gaza. Na mnije kwako Dr. Harun, masikio yanaelekezwa huko Misri bila shaka, ambapo mazungumzo hayo yanafanyika, lakini Hamas bado wanataka marekebisho. Unafikiri ni kwamba wanafahamu wakishawaachia mateka ambao wanashikilia dhidi ya Israel, mambo yanaweza kaa tofauti na vile ambavyo wanatarajia? Kwa kweli matarajio ya kuwa na amani ama makubaliano ambayo itadumu nadhani pia ni ndogo sana, na ni muhimu kuelewa kwamba kama kawaida Israel hawapendi kuchukua fursa ambaye ingesaidia kuleta amani. Ukiangalia vizuri ni nini ambayo wao wanaitisha na ambaye Amerika ndio amewaandikia, ni kitu ambaye inaonekana kuwa Hamas hawatakuwa na uwezo yoyote ama mamlaka ama ya ambaye Hamas ambaye walikuwa hapa awali walikuwa Gaza ama Palestine itakuwa ikipotea. Lakini ukiangalia vizuri Hamas ikikubali, kuna vitu mingi inaweza ikabadilika haraka, kwa sababu ukiangalia jinsi ambaye juzi ile UN General Assembly, utakuta dunia nzima wote walikuwa wakisema kwamba vita dhidi ya Palestine na Gaza na Israel haitaendelea kwa sababu inakaa Israel ina commit genocide. Naam, nije kwako Mohamed Issa, unadhani hatua ya Israel kusisitiza mara kwa mara kwamba lengo lao kubwa ni kuiangamiza kabisa Hamas litafanikiwa, ili hali ama litapelekea mazungumzo haya kufanyika kwa namna gani? Kwa sababu kama Hamas unajua kwamba lengo la Israel ni kuangamiza, hili unalichukuliaje? Jingine kubwa zaidi kwamba Benjamin Netanyahu anasema hakuna taifa la Palestina, wakati ulimwengu mzima isipokuwa Marekani wanasema taifa la Palestina liko pale. Hata mpatanishi mwenyewe Marekani hakubali. Kwa hiyo unaposema kwamba Hamas haweke silaha chini, asihusike katika siasa au katika utawala wa Palestina, ni wazi umeshaweka kuyavunja makubaliano yanayotegemewa kabla hayajaanza. Na ushahidi wa hili ni Trump ameagiza kuelekea kwenye mazungumzo Israel isitishe mashambulizi. Ni wazi ni kuonyesha ulimwengu Netanyahu hasikilizi cha Trump wala cha nani. Na kwa nini hasikilizi? Anaona kwamba kama yatasimama, wale wanaomuunga mkono kwenye serikali yake wameshamwambia ukiingia kwenye mapatano sisi tunajitoa. Wakijitoa serikali ya Netanyahu inadondoka. Ikidondoka serikali ya Netanyahu, wiki ile utamkuta Netanyahu yuko mahakamani Israeli, kesi ya ufisadi inayomkabili. Dr. Harun, pande hizo tatu wote ni kama wapo katika shinikizo kubwa la kuvimaliza vita hivi. Huko Marekani Trump yeye ni kama anashinikizwa na raia na vile vile hata watu wa haki za binadamu. Kwa upande wake Netanyahu na raia wake wanataka wale mateka warejeshwe, lakini Hamas shinikizo kubwa huko Gaza na nchi nyingine za Uarabuni kwamba vita hivi viishe. Lakini wengi pia wanakosoa kwamba suala la Palestina kuwa na taifa lao halijawekewa uzito wa kutosha. Hili kwako likoje? Ni kweli ukiangalia wakati ambao ile UN General Assembly Marekani hauko wamekubali kwamba nchi ya Palestina ama serikali ya Palestina iko ama nchi ya Palestina iko. Sababu ni kwamba sasa wao wakiwa wanaendeleza mazungumzo saizi, kwa sababu wale ambao saizi wanasimamia mazungumzo Egypt na Doha ni watu ambao wanasikiza Marekani sana. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ni wao wenyewe hawana nia ya
kuwa na ile States of Palestine, na hiyo ikiwa ndiye msimamo wa Marekani na ni msimamo wa Israel ama Netanyahu, basi sidhani kama mazungumzo hii itakuwa ikizaa madafu, kwa sababu utakuta hakuna uaminifu kati ya Marekani na Netanyahu na Hamas. Ndiyo utakuta hawatakuwa wakikubali hata hao wenyewe kuambiwa walete silaha zao zote, watoke kwa mipango ya serikali ya Palestine. Sasa ukiambia Hamas watoke, na tunajua kwamba Hamas ndiye ilikuwa inashughulikia amani ya raia wa Palestine, basi inamaanisha unataka kusema kwamba nchi ya Palestine itachukuliwa na Israel, na kwa hivyo serikali wa Israel ndiye itakuwa ikitawala hata mpaka Palestine. Mohamed Issa, mzozo huu umeendelea kwa miaka mingi sasa. Kipi kinakosewa katika kutatua? Maana Israel nayo husema kwamba Hamas na mataifa mengine ya Uarabuni kama Syria na Iran wana nia ya kuiangamiza Israel. Kilichokosea toka mwanzo ni lengo la kuundwa kwa taifa la Israeli. Lengo lilikuwa ni kuwa na kambi ya mataifa ya magharibi katika eneo la Mashariki ya Kati, wanasema military post, ili kuhakikisha Mashariki ya Kati hapana utulivu, na inapokuwa hapana utulivu, basi kwa ni rahisi kuwatawala watu ambao nchi yao haina amani. Utawauzia silaha, utajengewa makambi ya kijeshi, na utajikuta hata rasilimali zao unachukua. Kwa hiyo lengo toka mwanzo lilikuwa ni kuitumia Israel kama maslahi ya nchi za magharibi, na hayo maslahi hayajaisha. Kwa hiyo Israeli lazima itaungwa mkono tu na mshirika wake mkubwa. Kwako Dr. Harun, sasa nini kitarajiwe? Maana ule muda uliokuwa umewekewa kwa Hamas ni kama unaisha hivi. Muda itaisha kwa sababu ile ambayo nilikuwa nimesema kukubaliana, ile makubaliano haitakuwa ikidumu. Ya pili utakuta ukiendelea sasa mazungumzo kuhusu makubaliano, basi itakuwa ni kuchelewesha jinsi ambayo walikuwa wamekubaliana. Kwa mfano, watu wengi ama nchi mingi wanasema lazima humanitarian corridor ifunguliwe. Wanasema lazima nchi zijengwe tena. Ya tatu wanafikiria lazima nchi iwe na watu ambao wataichunga, na vile ambao wengine ambao kazi yao ni kuharibu ndiye amani isipatikane hiyo area, pia lazima hao waangaliwe ni nini ndio wao wanaifanya. Kwa hivyo utakuta lazima wakati itaendelea, kila mtu atakuwa na wakifikiria kwamba yule mwingine hata kuja kutimiza ile ahadi ambayo walikubaliana. Na ya kwanza ni kurudisha ile watu ambao walikuwa wametekwa nyara wakisema Israel, lakini nani ndio apeleke watu yake kwanza, na nani ndio arudishie hao wale ambao walifungwa. Kwa hivyo wafungwa ambao wa Palestine ambao imefungwa na Israel, na wale ambao hostage walikuwa ambao Israel wanaitisha, wakianza kupeana, nani ndio utaamini kwamba akileta watu yake wale wengine wataitikia pia walete yao. Kwa hivyo ni kutoaminiana ambaye inaendelea hapa. Na sidhani kama wale ambao wanaendeleza maneno saizi kati ya Hamas na Israel, sidhani kama Hamas watu wanaanza kusikiza hao vizuri. Ni Dr. Harun Hassan, huyu mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Sambamba naye ni Mohamed Issa ambaye ni mchambuzi wa siasa.